Shirika lisilo la serikali la TAHEA kwa kushirikiana na ufadhili wa serikali ya Canada kupitia shirika la World Vision Tanzania limewakutanisha vijana wanaoshiriki katika mradi wa Ahadi jijini Dodoma kwa lengo la kuwapatia elimu kuhusu sera vijana pamoja na kupanga mikakati ya utekelezaji wake. Akizungumza katika mafunzo hayo, afisa maendeleo ya vijana wa jiji la Dodoma, Joseph Ndulani, ameeleza umuhimu wa majukwaa ya vijana, akisema kuwa majukwaa hayo ni nyenzo muhimu inayowezesha vijana kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii na kiuchumi. Majukwaa ya vijana mara nyingi ni sehemu ambazo vijana, inawezekana ikawa ni ana kwa ana au mtandaoni, vijana wanapokutana kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali, mambo ya uraia, elimu za uraia, kufanya advocacy, kwa maana ya advocacy kwa Kiswahili nini dazai? Chechemzi, kujadiliana au kubadilishana, kupeana elimu juu ya jambo fulani, ikiwemo fursa labda na mambo mbalimbali ya nini, ya mazingira. Kwa ni eneo au tuseme ni sehemu ambayo vijana wanakutana na kuweza kubadilishana mawazo mbalimbali. Hilo ndio jukwaa. Wakati mwingine jukwaa linaweza likaundwa na kamati ya mipango, hiyo ndio inayopanga mambo yote yanayotakiwa kufanyika kwenye jukwaa. Lakini kunaweza kukawa na kamati ya mkutano mkuu, alafu kuna kuwepo na kamati tendaji. Yaani hizo kamati tendaji ni maana ya kwamba zenyewe inaweza kaundwa labda na idadi ya watu kadhaa ambao wao wanakuwa labda kila mmoja ni mtaalamu katika eneo fulani. Kwa mfano mwingine ni mtaalamu wa masuala ya sheria, hiyo bodi hiyo. Mwingine anaweza kama mtaalamu wa masuala ya sheria, mwingine masuala ya uchumi, mwingine masuala ya ujasiriamali. Kwa hiyo wanaweza wakaunda ile jukwaa, ile bodi, ili ili kusaidia masuala yanayohusiana na eneo husika. Kwa mfano mtu ana changamoto za kisheria, basi kuna mtu wa masuala ya sheria. Aidha, Ndulani amefafanua tofauti kati ya sera na sheria, akibainisha kuwa sera ni miongozo wa utekelezaji wa mipango ya maendeleo, huku sheria zikiwa na nguvu ya kisheria zaidi. Ameongeza kuwa sera ya maendeleo ya vijana ilitungwa mwaka 2007 na kufanyiwa maboresho mwaka 2024 ili kuendana na mahitaji ya sasa. Sasa unaweza mtu mwingine akasema sasa kuna sheria, kuna sera, kuna dira, vitu vingi vinachanganya. Kwa mfano sera na sheria vinaendana sana, lakini utofauti wake ni kwamba sheria inalazimu utekeleze, lakini sera haikulazimu utekeleze. Sawa, sera inaeleza kwamba ili jambo hili liende vizuri tufanye hivi. Sheria nayo japo inasema ili jambo hili liende vizuri ni lazima tufanye hivi. Kwa hiyo sheria yenyewe inalazimisha tufanye, wakati sera ni kama inatoa mwelekeo, inaelekeza, lakini hailazimishi watu watekeleze jambo fulani. Sasa sisi vijana tuna sera yetu ni ya mwaka gani tunayoitumia? Sera yetu ni ya inaitwa sera ya maendeleo ya vijana, ambayo iliundwa mwaka 2007, baadaye ilikuja kutolewa mwaka 2024. Ni sera ya maendeleo ya vijana, iliundwa mwaka 2007, toleo la 2020 na ngapi? 4. Sasa kwenye sera sisi tutaangalia vitu kadhaa. Yameelezwa mambo mengi sana yanayohusiana na vijana. Lakini kwa kuanza tunasema kwa nini vijana wamepewa kipaumbele? Kwa nini vijana limekuwa kundi maalum? Sambamba na hilo, ameeleza kuwa baadhi ya vijana bado wanakosa uwajibikaji kwa kutokutumia ipasavyo maarifa na ujuzi walionao, jambo ambalo linakinzana na matakwa ya sera ya maendeleo ya vijana inayohimiza uwajibikaji na kujitegemea. Sera nyingine inasema kijana anayewajibika. Hapa sasa kwenye masuala ya uwajibikaji ni changamoto. Vijana wengi hatutaki kuwajibika, kwa maana hatutaki kufanya kazi kwa kutumia maarifa, kujituma, lakini hata tunapofanya makosa hatutaki kuwajibika kwa ajili ya yale makosa tuliyoyafanya.
Kwa hiyo sera yenyewe inataka kijana anayefanyaje, anayewajibika. Sera lakini vile vile inataka kijana mwenye uwezo wa kufanya shughuli ya kiuchumi, kijamii na kiongozi. Haitaki kijana ambaye amebweteka, ambaye hafanyi shughuli hizo. Lakini vile vile sera inataka vijana waliolelewa vyema, wazalendo na wenye maadili. Kwa upande wake, mwakilishi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma, Fredrick Panyula, amewapongeza vijana hao kwa kujitokeza kushiriki mafunzo hayo, akisema hatua hiyo ni dalili ya utayari wao wa kufikia mafanikio. Kwanza niwapongeze kwa kuchukua nafasi yenu ya kuja kujifunza. Kwanza hiyo ni ishara ya kwamba una safari ya kufanikiwa. Mjipongeze. Sawa? Kuna mwingine amelala kule nyumbani, amesikia kuna mafunzo, yeye hajaja. Maana yake kama ni safari, huyo tayari kashalala, basi linataka kumwacha. Sawa? Inawezekana nimeshamwacha kwa hiyo niwapongeze sana. Nafikiri mambo mengi amezungumza mwenzangu hapa. Sawa? Lakini kwa ujumla ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sawa, inayoongozwa na nani? Na Mheshimiwa Dr. Suluhu Hassan, inawajali sana vijana. Na ukiangalia kwa nini nasema inawajali vijana, umetengenezewa mazingira ya aina yote, yaani ushindwe wewe tu. Aidha, amewahamasisha vijana hao kuchangamkia fursa ya mikopo inayotolewa kupitia ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, akisisitiza umuhimu wa kutumia fursa hiyo kuboresha maisha yao ya kiuchumi. Hata tunapoongea leo hii kuna tangazo la Wizara ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, wametangaza tangazo la vijana kuomba mikopo na kiwango chochote kile unachotaka utume. Sijui kama mnafahamu hiyo. Mnafahamu? Amfahamu? Sasa inabidi afisa vijana tukitoka hapa wote waombe. Umeelewa jamani? Nimesikia wote mnataka kujiajiri mkanyosha mikono mingi hivi. Hiyo ndio inawataka sasa. Umeelewa jamani? Tena mwisho tarehe 3 mwezi wa 4 dirisha linafungwa. Sawa? Na usijali wewe kwamba una kitambulisho cha NIDA, una nini, andaa andiko, unataka andiko la kitu gani, andaa, tuma kabla ya tarehe 3, sawa? Au mambo mengine serikali imetuelekeza kwamba tutayamaliza baadaye, lakini wewe peleka kwanza ombi, sawa? Kwa ujumla, Panyula amelipongeza shirika la TAHEA kwa juhudi zake za kuwawezesha vijana kwa kuwapatia elimu na kuwaweka pamoja ili kujenga msingi imara wa maendeleo yao kiuchumi na kijamii. Mwisho wa habari hii ni wazi kuwa juhudi za pamoja kati ya mashirika na serikali zinaendelea kufungua milango ya mafanikio kwa vijana, huku wito ukitolewa kwao kutumia kikamilifu fursa wanazopewa kwa maendeleo yao na taifa kwa ujumla. Anwar Shaban, Dodoma TV.